Simba, tunayo mambo mawili ambayo yako mbele yetu ndani ya wiki hii na tunapaswa kuyafanya mambo hayo kwa ukamilifu wa 100%. Jambo la kwanza lipo kesho Alhamis tarehe 29 katika uwanja wa Meja Isamuhyo, mechi ya ligi kuu ya NBC baina ya Mnyama Simba Sports Club na Mashujaa kutoka Kigoma. Nichukue nafasi hii kualika wekundu wa Mji Mpya, Kurasini, mji wote Meja Isamuhyo, twende tukamalizane na kijana huyu kutoka Kigoma, tuchukue alama 3, mambo mengine yaendelee. Mchezo wetu dhidi ya Mashujaa haujawahi kuwa mchezo mwepesi. Tumeshamfunga mara nyingi sana Mashujaa, lakini hatujawahi kumfunga kwa wepesi hata kidogo. Siku zote Simba na Mashujaa huwa ni mechi kweli kweli, huwa ni mechi ngumu kweli kweli, huwa tunapata upinzani mgumu kweli kweli. Anaweza kajilegeza kote huko alikotoka, lakini akikutana na Simba Sports Club anazikaza kweli kweli. Sasa tuna kazi ngumu siku ya Alhamis, kwa maana ya kesho tunatakiwa kwenda kupata ushindi katika mchezo huo. Ushindi wa kesho dhidi ya Mashujaa una maana kubwa kweli kweli kwa upande wetu Simba Sports Club. Kwanza tunapata mazoezi, na sisi tunamuomba Mashujaa aje mgumu vile vile anavyokujaga siku zote, asije kama yule alivyocheza wiki iliyopita, aje akiwa amejikaza kweli kweli, kwa sababu tunataka tupate mazoezi ya maana, twende tukaangaike na Esperance siku ya Jumapili. Kwa tunataka tupe mechi ngumu ili tujipime barabara kuelekea kwenye mechi yetu ya tarehe 1 mwezi wa pili. Matokeo mazuri katika mchezo huu yana faida kubwa sana kwetu kwenye kuamsha morali, kwenye kutengeneza ujasiri, morali kwa wachezaji na ujasiri kwa mashabiki wetu, ili kuelekea mechi yetu ya tarehe 1. Maana yake ni kwamba ushindi tutakaopata kesho Alhamisi ndio ambao utaamsha imani na matumaini japo kidogo kwa baadhi ya mashabiki, na kuitumia imani hiyo na matumaini hayo kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 1 ya mwezi wa pili. Sasa ili tupate matokeo mazuri katika mchezo wetu dhidi ya Mashujaa, tunahitaji sapoti yenu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Tunahitaji nguvu yenu wana Simba kuelekea katika mchezo huo. Tunahitaji maombi na dua zenu wana Simba, twende tukamfanye vibaya Mashujaa ili tupate ujasiri kuelekea mechi yetu ya tarehe 1 mwezi wa pili. Wana Simba, tukisha malizana na Mashujaa tarehe 1 ya mwezi wa pili, siku ya Jumapili, ndio tunakwenda kwenye vita yenyewe sasa, ambayo tunajiandaa nayo wiki nzima hii. Ni mechi yetu dhidi ya Esperance, ni mechi yetu ya 4 ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance kutoka Tunisia. Kuelekea katika mchezo huo, nitoe taarifa kidogo tu zinazohusiana na maandalizi ya mchezo huo. Wapinzani wetu Esperance wanataraji kuwasili kesho siku ya Alhamis, ukiwa na msafara wao wote ambao wanahusisha viongozi, wachezaji pamoja na baadhi ya mashabiki, na tayari baadhi ya mashabiki wao wameshaanza kuwasili nchini Tanzania. Lakini mchezo wetu huu utachezeshwa na waamuzi 4 kutoka Afrika Kusini, na wenyewe wanatarajiwa kuanza kuwasili kuanzia siku ya kesho. Kuelekea katika mchezo huu tumefanya mabadiliko kidogo kwenye upande wa viingilio.
na tumefanya mabadiliko haya kutokana na hali halisi ilivyo. Tumefanya mabadiliko haya ya viingilio kuendana na uhalisia ulivyo. Ni ukweli usiopingika kwamba hali yetu haiko sawa sana. Tumecheza michezo mitatu na kwa bahati mbaya tumepoteza michezo yetu yote mitatu. Haijawahi kutokea ndani ya Simba Sports Club. Ni pigo kubwa, lakini hatukai kinyonge, tunasimama imara, tunakwenda kuipambania Simba yetu. Kwa kutambua kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari mioyo yao imeshakufa. Kwa kutambua ya kwamba wapo baadhi ya watu ambao tayari wameshajikatia tamaa. Kwa kufahamu ya kwamba wapo wana Simba ambao hawaioni robo finali. Wapo wana Simba ambao hawaioni kesho yetu. Wapo wana Simba ambao wanaamini shughuli ya mnyama hatua ya makundi imeishia hapa. Tukaamua kuweka kiingilio ambacho walau itakuwa sababu ya mwana Simba kuchachuka na kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Lakini kama haitoshi, kama kuna kitu tunakihitaji sana tarehe 1 mwezi wa pili, basi kitu hicho ni mashabiki wa Simba Sports Club. Ndiyo kitu pekee ambacho kinahitajika kwa zaidi ya 100% katika mchezo wetu huu. Na kwa kuwa tunawahitaji sana mashabiki siku hiyo, na kwa kuwa siku hiyo mashabiki ndio nyenzo muhimu ya ushindi kwa timu yetu ya Simba, tukasema acha tuweke kiingilio ambacho kila mtu atamudu na itakuwa sababu ya kuja uwanjani. Kama isingekuwa standard ambayo tumejiwekea wana Simba, kama isingekuwa hadhi tuliyokuwa nayo wana Simba, basi mechi hii tungefanya bure. Lakini kwa kuwa kwetu sisi bure ni haramu, tukasema acha tuweke japo kidogo ili wana Simba waweze kuja uwanjani siku ya tarehe 1 ya mwezi wa pili. Mzunguko tumeweka shilingi 3,000. Nyote mnakumbuka na mnafahamu ya kwamba standard yetu kwenye mzunguko katika mechi za kimataifa ni shilingi 5,000. Lakini kwa kuwa hali haiko sawa sana, tukasema wacha tushushe safari hii iwe shilingi 3,000. Tunaamini hakuna mwana Simba ambaye atakosa shilingi 3,000 ya kuja kuishangilia Simba yake. Na tunawaomba wana Simba, na tunawaomba kweli wana Simba, na tunawahitaji sana wana Simba, na tunawahitaji vibaya tarehe 1 kila mwana Simba aje uwanjani. Na ndio maana tukawekea shilingi 3,000. Ni kiingilio kidogo, hakifanani na hadhi ya Simba, lakini hatuna budi, tumeshikwa pabaya, tumeweka kiingilio hicho ili walau mwana Simba ushawishike, walau mwana Simba uvutike, uje kuishangilia Simba yako, uje kuipa nguvu Simba yako, uje tushirikiane kwa pamoja kuvuka hatua hii na kwenda hatua inayofuata. Hiyo ni mzunguko shilingi 5,000. Shilingi 3,000. VIPC ni shilingi 5,000. Mara zote VIPC inakuaga shilingi 10,000. Lakini safari hii tukasema tunawahitaji zaidi mashabiki kuliko fedha, wacha tuwekee shilingi 5,000. Tunawaomba ndugu zetu mashabiki wa Simba popote mlipo Tanzania hii, tunawaomba Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1 kwa shilingi 5,000 yako ya VIPC. VIPB mara nyingi huwa shilingi 20,000, lakini safari hii tumeweka shilingi 10,000. Yule mtu mwenye ndoto ya kukaaga VIPB alafu anakuaga pecha lolo, safari hii tumeweka shilingi 10,000.
tunategemea tutakuwa wengi zaidi katika jukwaa hilo kwa ajili ya kuhanikiza na kuishangilia Simba yetu, twende tukapate matokeo mazuri. Amina. Ni shilingi 20,000. Huwa mnaifahamu bei ya VIPA inakuwa 50,000, 40,000, 30,000, lakini safari hii VIPA ni shilingi 20,000 pekee. Platinum na yenyewe tumeshusha vile vile kutoka 200,000, kutoka 150,000 mpaka shilingi 100,000 pekee. Unapatiwa huduma zote muhimu ambazo huwa tunapata kwenye Platinum, kwa maana ya chakula, usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani, sehemu maalum ya kukaa, pamoja na zawadi kutoka Simba Sports Club. Safari hii huduma hiyo utaipata kwa shilingi 100,000 pekee. Lakini Tanzanite ambayo huwa wanakaa VVIP wanapatiwa tiketi ya kukaa VVIP, chakula pamoja na kibali cha kuingia na gari yake, hii ambayo inauzwa kwa shilingi 300,000. Wakati mwingine safari hii ni shilingi 150,000 pekee. Na niwatangazie tu ya kwamba kabla hata hajatangaza tiketi hizi za Tanzanite tayari zimeshauzwa na zimeshamalizika. Ndugu zangu ni wana Simba, tarehe 1 Jumapili tunakwenda kuandika historia mpya Afrika. Sema baba. Historia ambayo kila mtu itamwacha mdomo wazi. Tunakubali ya kwamba tumeteleza, tumeshapoteza alama 9 mpaka hivi sasa, na tumebakiwa na alama 9 pekee ambazo ziko mbele yetu kwa maana ya michezo mitatu. Ndugu zangu ni wana Simba, niko hapa kuambia kwamba alama 9 tulizozipoteza zimeshapotea. Akili yetu hivi sasa, nguvu yetu hivi sasa, shauku na tamaa yetu hivi sasa tunaielekeza kwenye alama 9 ambazo ziko mbele yetu. Dhamira yetu, dhumuni letu, mipango na malengo yetu ni kuchukua alama zote 9 ambazo ziko mbele yetu, na hilo linawezekana sana chini ya Simba Sports Club. Yako mambo magumu tumeshawahi kupitia na kuyafanya na tukayakamilisha. Ziko nyakati ngumu tumeshawahi kupita na tukavuka salama. Yako matokeo mabaya tumeshawahi kuyapitia na tukaamka, na hii ninayowaambia sasa tunakwenda kuishangaza Afrika. Alama 9 zilizobaki ni halali yetu, iwe jua iwe mvua, tunakwenda kuchukua alama hizo. Safari yetu ya kuchukua alama hizo inaanza kwenye mechi yetu ya tarehe 1 dhidi ya Esperance. Kwa macho ya kawaida unaiona kama kazi ngumu, kwa macho ya kawaida unaona kama haiwezekani, lakini kwa jicho la Simba hii kazi ni nyepesi na inawezekana kwa 100%. Tusemeni insha Allah. Sisi Simba halisi, sisi Simba wenye DNA ya Simba yenyewe, sisi Simba haswa haswa, sisi Simba toka Sandaleni, sisi Simba ya kufa na kuzikana. Hatujakata tamaa na hatujaikatia tamaa. Tarehe 1 tunakwenda kuamkia Benjamin Mkapa. Tarehe 1 tunaenda kufia Benjamin Mkapa. Tarehe 1 tunakwenda kuchukua alama 3 Benjamin Mkapa. Pamoja na maneno yote ya kwamba uwanja ni mbaya, pamoja na kwamba hatujapata matokeo mazuri kwa siku za hivi karibuni Benjamin Mkapa,
pamoja na yote yanayotokea Benjamin Mkapa, mwisho wake ni tarehe 1 ya mwezi wa pili, tunakwenda kuamsha kila kitu katika uwanja huu. Siwa kukata kila kitu, lakini hauruhusiwi kukata tamaa mwana Simba. Narudia tena, unaruhusiwa kukata kila kitu, hadi kukata roho unaruhusiwa, lakini katu mwana Simba hauruhusiwi kukata tamaa. Sisi kwetu hii haijamalizika, sisi kwetu bado asubuhi, sisi kwetu hii bado mbichi, na tarehe 1 mtaenda kuiona Simba halisi. Hatuko tayari kumaliza hatua ya makundi kwa fedheha, na hatuko tayari kuishia hatua ya makundi. Tutafanya kila kinachowezekana mnyama achukue alama 3. Tutafanya kila lilokuwa ndani ya uwezo wetu, Simba twende hatua ya robo finali. Labda Mwenyezi Mungu awe hajatuandikia mwaka huu Simba kwenda hatua ya robo finali, lakini kwa juhudi zote za kibinadamu tutazifanya mnyama aende robo finali, na safari yetu inaanzia tarehe 1 ya mwezi wa pili. Tunakwenda kumfanya vibaya Esperance, atake asitake Benjamin Mkapa, tunakwenda kumfanya vibaya. Jambo la msingi hivi sasa kwa wanasimba wote, na hili mnisikilize kwa umakini kweli kweli. Jambo la msingi hivi sasa kwa wanasimba wote, tuache kulaumiana, tuache kunyooshiana vidole, tuache kukatishana tamaa. Kama wewe roho yako ni nyepesi, kama wewe ni Simba mgeni, kama wewe roho yako ni ndogo, kama wewe umeshajikatia tamaa, kaa pembeni. Tuachie sisi wenye roho zetu ngumu, tuachie sisi wenye roho za Simba, tuachie sisi wenye mioyo ya Simba, tuachie sisi wenye damu ya Simba, tuipambanie Simba yetu. Wewe kama umeshajikatia tamaa, kaa nyumbani utulie. Tutakukaribisha kwenye robo finali mwezi wa 4 hapo. Tuachie sisi tuhangaike na Simba yetu, tuachie sisi tufe na Simba yetu, tuachie sisi tupambane na Simba yetu. Wewe kaa nyumbani usubiri, usitukatishe tamaa na usiwakatishe wanasimba wengine tamaa. Waache wanasimba wenye mioyo yao waendelee kupambana, waache wanasimba wenye mapenzi yao waendelee kuipigania Simba yao. Wewe tulia, subiri hao mazungu yanakuja, tutaendelea kushangilia kwa pamoja. Sisi bado tuna imani, sisi bado tuna matumaini, sisi bado tuna uhakika ya kwamba Simba hii ina uwezo wa kufanya maajabu makubwa. Tuna uwezo wa kushinda mechi zote na tukaenda hatua ya robo finali. Sisi bado tuna imani hiyo, bado tuna matumaini hayo. Lengo langu moja kwa wana Simba, sio muda wa kushikana mashati, sio muda wa kutafuta mchawi, wala sio muda wa kulaumiana, wala sio muda wa kumtafuta nani ametufungisha mechi 3 zilizopita. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunashindaje mechi 3 zijazo. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunapataje alama 9 zijazo. Huu ni muda wa wanasimba kuangalia tunakwendaje robo finali. Yaliyopita yamepita, tunaangalia yanayokuja mbele yetu. Ukishazika au kai juu ya kaburi na kuanza kusoroneka, unarejea nyumbani kupanga mipango mingine ya kimaisha. Tumeshamaliza mechi zilizopita, sasa tunaangalia mechi zijazo tunapataje alama 9. Kama hazijawahi kujenga, shutuma hazijawahi kuwa na msaada kwenye maendeleo ya taasisi yoyote ile, zaidi ya kwamba inaongeza mpasuko katika taasisi husika. Na huu muda sio muda wa wanasimba kuleta mpasuko. Huu ni muda wa wanasimba kusimama pamoja,
huu ni muda wa wanasimba kuimba lugha moja na kuipambania Simba yetu. Haijalishi kiongozi aliyopo madarakani haumpendi, haijalishi utawala uliopo hauna mapenzi nao, haijalishi chochote. Hii Simba siyo ya viongozi, hii Simba siyo ya mangungu, hii Simba siyo ya magori. Muda wao utapita, historia yao itafutika, lakini historia ya Simba Sports Club itabaki milele na milele. Hii leo kila mwana Simba anayekumbuka Simba iliyocheza fainali mwaka 93, lakini ukimuuliza mwana Simba yeyote nani alikuwa kiongozi wakati huo, anaweza asiwe na majibu, lakini anakumbuka ya kwamba Simba amecheza fainali 93, lakini amkumbuki kiongozi. Na ndo hivyo Simba hii ikiishia hatua ya makundi hapa itabaki milele na milele, na watu watasahau kiongozi alikuwa nani. Aibu na fedheha inabaki Simba Sports Club. Yule kiongozi anakuwa ameshamaliza muda wake, ameshaondoka, lakini fedheha na aibu ya Simba inabaki pale pale, na aibu hiyo itakuja kurithiwa na vizazi vinavyokuja. Maana yake tunawatia unyonge vizazi vinavyokuja ya kwamba mlimalizaga nyinyi hatua ya makundi hamna pointi hata moja. Tusikubali kurithisha vizazi vyetu aibu hiyo inayokuja. Wakati huo hakuna mtu atakayemjua Mangungu, atakayemjua Mangoli, atakayemjua Mo Dewji. Kila mtu wakati huo atakuwa anayejua Simba Sports Club ndiyo iliyofeli. Ndugu zanguni, sisi chetu ni Simba Sports Club na wala sio viongozi. Sisi tunaiunga mkono Simba Sports Club na wala sio viongozi. Ndugu zangu wana Simba, twendeni tukaipambanie Simba yetu. Viongozi wanakuja, wanapita, wanaondoka, Simba Sports Club inabaki, na ndio maana timu yetu inafikisha miaka 90 mwaka huu. Ni kwa sababu waliopita waliunga mkono timu hii katika nyakati zote, katika vipindi vyote. Hawakuwahi kuiacha, hawakuwahi kuisusa, hawakuwahi kuikatia tamaa. Laiti kama wangeikatia tamaa, tungekuwa kama Pan Africa, tungekuwa kama Nyota Nyekundu. Lakini wenzetu wana Simba wa zamani waliipambania Simba katika nyakati zote. Hii leo ni timu kubwa barani Afrika, na sisi wa sasa tunatakiwa kuipambania Simba hii kwa hali yoyote ile. Klabu yetu iendelee kudumu, iendelee kuwa kubwa, na iendelee kufanya vizuri. Na mechi ya tarehe 1 ya mwezi wa pili iko mikononi mwetu wana Simba. Wana Simba wote tukaamua kuzungumza lugha moja. Esperance anakufa Benjamin Mkapa. Unapokuja uwanjani mwana Simba, haumfuati kiongozi. Unapokuja uwanjani mwana Simba, unaifuata Simba yako, unaifuata nembo ya klabu yako, unaifuata Simba yako. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa pili, bila kujali matokeo ya nyuma yamekuwaje, bila kujali tuna hali gani, mwana Simba tarehe 1 mwezi wa pili unatakiwa kuja uwanjani. Iwe jua, iwe mvua, kopa, nyang'anya, usiibe, lakini njoo uwanjani, njoo tuipe sapoti Simba yetu. Kipindi hiki ndio kipindi ambacho Simba inatuhitaji kweli kweli. Kipindi hiki ndio kipindi ambacho Simba inahitaji watu wake kweli kweli. Hiki ndio kipindi cha sisi kuwa karibu vibaya mno na timu yetu ya Simba Sports Club. Tusiache Simba yetu wana Simba, tusikubali kukaa pembeni na kuiona Simba yetu inateketea peke yake. Kila mwana Simba afanye juhudi juu chini aje Benjamin Mkapa siku ya tarehe 1, twende tukaipambanie Simba yetu. Sifa itakayopatikana hapo ni sifa ya Simba Sports Club.
tukatafute sifa yetu, twendeni tukatafute heshima yetu, twendeni tukatafute ukubwa wetu tarehe 1 mwezi wa pili. Na mimi niwaambie ndugu zangu wa Kurasini mji mpya, kwa Simba ile ambayo nimeiona Tunisia, namna ambavyo tulimkamata na tulimshika Mwarabu, namna ambavyo tulikuwa bora mbele ya Esperance nyumbani kwake, Benjamin Mkapa yule anafariki bao za kutosha.